Haijalishi uko siku ya ngapi ya Kwaresma. Labda umeanza kwa moto mkubwa siku ya kwanza. Labda leo ndiyo mara yako ya kwanza kufunga mwaka huu. Labda tayari umechoka. Labda umevunjika moyo njiani. Au labda umebarikiwa kuliko ulivyotarajia. Lakini popote ulipo katika safari hii ya siku 40, video hii ni kwa ajili yako. Kwaresma si mashindano ya nani anaweza kufunga zaidi. Si hesabu ya siku ngapi umefanikiwa. Ni mwaliko wa Mungu kukukaribisha karibu naye. Ni kipindi cha kurudi kwenye maombi, kurudi kwenye unyenyekevu, kurudi kwenye sauti ya Mungu ambayo dunia imejaribu kuzima kwa kelele zake. Na kama leo unatazama hii video ukiwa umechoka, ukiwa na hatia, ukiwa umevunja mfungo wako, au ukiwa hujui hata unaanza vipi tena, ujue jambo moja: Mungu hajafunga mlango wake. Kila siku ya Kwaresma ni nafasi mpya. Kila pumzi ni mwanzo mpya. Kila toba ya kweli inasikiwa mbinguni. Kwa hiyo kabla hatujaingia kwenye maombi, tulia kwa sekunde chache. Vuta pumzi. Funga macho yako kama unaweza, na ujiandae kuanza upya kuanzia sasa. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa zawadi ya siku mpya iliyojaa tumaini na fursa. Nuru yako iangaze ndani yangu, itupe mwangaza katika mawazo na matendo yangu, na iwe mwongozo kwa kila ninachofanya. Niongoze leo na unielekeze katika njia zako za haki. Nijalie moyo wa shukrani, akili iliyo wazi na mikono ya kufanya mema. Nilinde dhidi ya majaribu na vishawishi vya dunia. Natamani kila hatua yangu iwe kwa utukufu wako. Amani yako na iwe nami tangu alfajiri hadi jioni, na upendo wako unisindikize. Amina. Mungu wangu na mshauri wangu, ninakuomba unielekeze katika kila uamuzi ninaopaswa kufanya. Nimefika njia panda na sijui ni ipi ya kuchukua. Nionyeshe mapenzi yako juu ya maisha yangu kwa uwazi usioweza kupuuzika. Zifunge milango ya udanganyifu na nifungulie mlango wa baraka zako na ukweli. Nipatie hekima, subira na utulivu wa kukusikiliza. Niongoze kama mchungaji mwema anavyowaongoza kondoo wake hadi kwenye malisho ya amani. Amina. Mungu wa milele, ninapohisi kuchoka, kuvunjika moyo na kudhoofika rohoni, nisaidie nikumbuke kuwa nguvu zangu halisi zinatoka kwako. Nipatie nguvu mpya kila asubuhi, moyo wa uvumilivu katika kila hali, na ujasiri wa kuendelea mbele hata ninapohisi kushindwa. Uwe karibu nami kwa kila hatua. Unipe neema ya kustahimili kila changamoto kwa imani. Nimechoka, lakini ndani yako napata upya wa maisha na sababu ya kuendelea. Amina. Bwana wa amani na utulivu, tuliza mawimbi ndani ya moyo wangu yanayozua hofu na mashaka. Mawazo yangu yamevurugika, lakini natamani kusikia sauti yako ya utulivu na faraja. Nijaze na amani yako ya kweli, ile ipitayo akili zote za kibinadamu. Funika moyo wangu kwa utulivu wa kimungu na nifundishe kutulia ndani yako. Nifanye niwe chombo cha amani kwa wengine pia. Amani yako ndio ninayoiomba sasa na daima. Amina. Bwana wangu, ninakiri kwamba nimetenda makosa mbele zako kwa mawazo, matendo na kutokutii. Naomba unisamehe kwa rehema zako zisizo na mwisho. Nisafishe moyo wangu kwa damu ya mwana wako, uniongoze katika kutubu kwa dhati, na nijenge upya katika neema yako kuu.
Nifundishe pia kusamehe waliokosea kama vile wewe unisamehe. Sitaki kuishi katika hatia, bali katika uhuru wa msamaha wako. Asante kwa upendo wako wa milele. Amina. Ee Mungu wa majeshi na wa rehema, nilinde leo na kila siku ya maisha yangu. Nilinde mimi, familia yangu, marafiki zangu na kila jambo tunalogusa au kupitia. Tunakimbilia chini ya mavazi yako ya ulinzi usioyumba. Zuia ajali, magonjwa, hila za adui na kila mipango mibaya. Tuma malaika wako watembee nasi, walinde nyumba zetu na watangulie mbele yetu. Wewe ni kimbilio letu thabiti, ngome yetu ya milele. Tunakuamini Bwana wa amani. Amina. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa zawadi ya siku mpya iliyojaa tumaini na fursa. Nuru yako iangaze ndani yangu, itupe mwangaza katika mawazo na matendo yangu, na iwe mwongozo kwa kila ninachofanya. Niongoze leo na unielekeze katika njia zako za haki. Nijalie moyo wa shukrani, akili iliyo wazi na mikono ya kufanya mema. Nilinde dhidi ya majaribu na vishawishi vya dunia. Natamani kila hatua yangu iwe kwa utukufu wako. Amani yako na iwe nami tangu alfajiri hadi jioni, na upendo wako unisindikize. Amina. Mungu wangu na mshauri wangu, ninakuomba unielekeze katika kila uamuzi ninaopaswa kufanya. Nimefika njia panda na sijui ni ipi ya kuchukua. Nionyeshe mapenzi yako juu ya maisha yangu kwa uwazi usioweza kupuuzika. Zifunge milango ya udanganyifu na nifungulie mlango wa baraka zako na ukweli. Nipatie hekima, subira na utulivu wa kukusikiliza. Niongoze kama mchungaji mwema anavyowaongoza kondoo wake hadi kwenye malisho ya amani. Amina. Ee Mungu wa milele, ninapohisi kuchoka, kuvunjika moyo na kudhoofika rohoni, nisaidie nikumbuke kuwa nguvu zangu halisi zinatoka kwako. Nipatie nguvu mpya kila asubuhi, moyo wa uvumilivu katika kila hali, na ujasiri wa kuendelea mbele hata ninapohisi kushindwa. Uwe karibu nami kwa kila hatua. Unipe neema ya kustahimili kila changamoto kwa imani. Nimechoka, lakini ndani yako napata upya wa maisha na sababu ya kuendelea. Amina. Bwana wa amani na utulivu, tuliza mawimbi ndani ya moyo wangu yanayozua hofu na mashaka. Mawazo yangu yamevurugika, lakini natamani kusikia sauti yako ya utulivu na faraja. Nijaze na amani yako ya kweli, ile ipitayo akili zote za kibinadamu. Funika moyo wangu kwa utulivu wa kimungu na nifundishe kutulia ndani yako. Nifanye niwe chombo cha amani kwa wengine pia. Amani yako ndio ninayoiomba sasa na daima. Amina. Bwana wangu, ninakiri kwamba nimetenda makosa mbele zako kwa mawazo, matendo na kutokutii. Naomba unisamehe kwa rehema zako zisizo na mwisho. Nisafishe moyo wangu kwa damu ya mwana wako, uniongoze katika kutubu kwa dhati na nijenge upya katika neema yako kuu. Nifundishe pia kusamehe waliokosea kama vile wewe unisamehe. Sitaki kuishi katika hatia, bali katika uhuru wa msamaha wako. Asante kwa upendo wako wa milele. Amina. Ee Mungu wa majeshi na wa rehema, nilinde leo na kila siku ya maisha yangu. Nilinde mimi, familia yangu, marafiki zangu na kila jambo tunalogusa au kupitia. Tunakimbilia chini ya mavazi yako ya ulinzi usioyumba.
Zuia ajali, magonjwa, hila za adui na kila mipango mibaya. Tuma malaika wako watembee nasi, walinde nyumba zetu na watangulie mbele yetu. Wewe ni kimbilio letu thabiti, ngome yetu ya milele. Tunakuamini, Bwana wa amani. Amina. Je, umewahi kujiuliza kwa nini namba 40 inaonekana mara nyingi katika Biblia? Hii si namba ya kawaida tu. Ina maana kubwa kiroho. Mara kwa mara tunaiona ikihusiana na nyakati za majaribu, maandalizi, hukumu na mabadiliko. Kuanzia gharika ya Nuhu hadi Yesu katika jangwa. Namba 40 inaashiria kipindi cha kusubiri, wakati wa majaribu na hatimaye mwanzo mpya. Hebu tuangalie jinsi namba hii takatifu ilivyogusa maisha ya watu wa Mungu katika historia. Namba 40 inaonekana mara kwa mara katika Biblia kama kipindi cha majaribu na maandalizi. Ni muda wa kuimarisha imani na kukuza uaminifu kwa Mungu. Yesu alifunga kwa siku 40 jangwani, akikabiliwa na majaribu kabla ya kuanza huduma yake. Huu ulikuwa wakati wa kujaribiwa kiroho na kujiandaa kwa kazi kubwa iliyokuwa mbele yake, ikituonyesha kuwa changamoto tunazopitia zinaweza kutuandaa kwa ukuaji wa kiroho. Vivyo hivyo, Musa alikaa juu ya mlima Sinai kwa siku 40 na usiku akipokea sheria za Mungu. Kipindi hiki cha faragha na ibada kilimwandaa kuwa kiongozi wa Israeli, akionyesha jinsi muda wa majaribu unavyoweza kutuandaa kwa majukumu makubwa maishani. Waisraeli walizunguka jangwani kwa miaka 40. Kipindi cha majaribu kiliwalenga kujifunza kumtumaini Mungu kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi. Ingawa mara nyingi walionyesha mashaka na kutotii, Mungu alitumia muda huu kuwajenga kuwa taifa litakaloheshimu. Safari hii, licha ya kuwa na changamoto na maumivu, ilikuwa ni sehemu ya maandalizi yao kwa baraka na majukumu yaliyokuwa mbele yao. Waisraeli walizunguka jangwani kwa miaka 40. Kipindi cha majaribu kilichowalenga kujifunza kumtumainia Mungu kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi. Ingawa mara nyingi walionyesha mashaka na kutokutii, Mungu alitumia muda huu kuwajenga kuwa taifa litakalomheshimu. Safari hii, licha ya kuwa na changamoto na maumivu, ilikuwa ni sehemu ya maandalizi yao kwa baraka na majukumu yaliyokuwa mbele yao. Katika hadithi ya Goliati, kwa siku 40, jitu hili liliwatisha Waisraeli, likawataka wamlete shujaa wa kupambana naye. Kwa muda huo wote, hofu na mashaka vilitawala mioyoni mwao, mpaka kijana mchungaji Daudi alipokuja mbele kwa imani, akiwa na nguvu za kimungu. Alimshinda Goliati kwa mara moja, akigeuza kipindi cha hofu kuwa ushuhuda wa ukombozi wa Mungu. Siku hizi 40 za changamoto zilikuwa majaribu yaliyosababisha ushindi mkubwa, zikituonyesha kuwa Mungu mara nyingi huruhusu nyakati ngumu ili kutujenga kiimani na kutuandaa kwa mafanikio makubwa. Namba 40 pia inahusishwa na kipindi cha maombolezo na huzuni, ambacho ni wakati wa kutafakari na kujiandaa kwa mabadiliko kabla ya kuendelea mbele. Wakati Yakobo alipokufa, Wamisri walimlilia kwa siku 40. Kipindi hiki kilikuwa cha kutafakari kuhusu maisha yake na urithi alouacha kabla ya kuanza sura mpya. Kadhalika, baada ya kifo cha Musa, Waisraeli walimlilia kwa siku 40. Kipindi hicho kilikuwa cha kumaliza kipindi cha zamani na kuwatayarisha kwa uongozi mpya. Joshua, ambaye angewapeleka kwenye nchi ya ahadi, inatufundisha kwamba katika nyakati za kupoteza, Mungu anatupa nafasi ya kuomboleza na kutafakari, lakini pia kutuandaa kwa mabadiliko na yale ambayo yeye amekusudia mbele yetu. Namba 40 pia ina umuhimu katika mabadiliko na uamsho. Mafuriko yalidumu kwa siku 40 na usiku, yakiosha dunia kutokana na uovu na kuleta mwanzo mpya.
Kipindi hiki cha kusafisha kilileta mabadiliko katika uumbaji, ambapo Nuhu na familia yake waliokolewa ili kuijaza tena dunia. Inatufundisha kwamba Mungu anaweza kuleta mabadiliko mapya hata katika nyakati za giza. Baada ya kutoroka kwa Jezebeli, Eliya alisafiri kwa siku 40 na usiku hadi mlima Horebu. Huku Mungu alikutana naye na kumpa maagizo mapya ya kazi yake. Safari ya Eliya ilikuwa na uamsho wa wito mpya, ikitufundisha kuwa baada ya nyakati zetu za shida, Mungu anaweza kutupa mwelekeo na nguvu kwa ajili ya yale yaliyo mbele yetu. Namba 40 pia ina maana kubwa katika ibada na desturi za kiimani, ikionyesha nyakati maalumu za kujitolea, nidhamu na kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Kipindi cha Kwaresma kinachoadhimishwa na Wakristo wengi ni siku 40 za kufunga, maombi na tafakari. Kinaonyesha mfano wa kipindi cha Yesu alipokuwa jangwani. Wakati huu mtakatifu unawawezesha waamini kukuza uhusiano wao na Mungu kwa kupitia kujidhibiti na mwelekeo wa kiroho. Kama Yesu alivyotayarisha huduma yake, sisi pia tunatumia kipindi hiki kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya kazi ya Mungu anayotaka kutufanyia. Hivyo basi, namba 40 ina maana gani kwetu leo? Iwe tuko katika kipindi cha majaribu, huzuni au tunangojea mabadiliko, nambari 40 inatufundisha kwamba Mungu daima anafanya kazi katika maisha yetu. Kama alivyotumia siku 40 au miaka 40 kuandaa, kupima na kuhuisha watu wake katika historia, anaweza pia kutumia nyakati hizi katika maisha yetu kutufanya kuwa vile anavyotaka tuwe. Ikiwa upo katika kipindi cha majaribu au kusubiri, jua kwamba Mungu anakuandaa kwa jambo kubwa zaidi. Unapohuzunika na kuomboleza, amini kwamba uponyaji na uishaji unakaribia. Na ikiwa unataka mabadiliko, kumbuka kwamba Mungu anafanya kazi kwa njia ambazo mwishowe zitakupeleka kwenye uhusiano wa kina zaidi na yeye. Namba 40 sio tu namba ya mwaliko wa kimungu, kuamini, kukua na kuhuishwa. Hebu tuzingatie mafunzo juu ya namba 40, tukijua kwamba haijalishi tupo katika wakati gani wa safari yetu, Mungu daima anatuandaa kwa kile kilicho mbele yetu. Tuwe na imani na nyakati zake, na tukubali fursa za kukua tunazopitia katika kila msimu wa maisha yetu. Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini kufunga ni tendo muhimu sana katika Ukristo? Utamaduni ulioendelea kwa karne nyingi, ukileta waamini karibu na Mungu kupitia kujitolea na ibada. Nidhamu hii ya kiroho inayofanyika kwa njia mbalimbali katika ulimwengu wa Kristo ina maana kubwa sana katika safari ya imani. Kufunga si tu kukataa chakula, ni wito wa kumwendea Mungu, kutafuta mapenzi yake na kushuhudia nguvu zake za kubadilisha maisha. Kufunga kumekuwa likifanyika na waumini wengi katika historia, kutoka kwa Yesu alivyofunga jangwani hadi kanisa la awali, na bado ni sehemu muhimu ya maisha ya Wakristo leo hii. Lakini ni nini kilicho moyoni mwa Mungu kuhusu kufunga, na jinsi gani kinatumika kwa malengo yake makuu? Kwa Wakristo, kufunga ni njia ya kujinyenyekeza mbele za Mungu, kutafuta uwepo wake na kuandaa mioyo kwa ukaribu mkubwa na yeye. Katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 2 tunasoma kwamba Yesu alifunga siku 40 na usiku 40, na baada ya hiyo alihisi njaa. Kufunga kwake ilikuwa ni wakati wa maandalizi kabla ya kuanza huduma yake ya umma, wakati wa maombi na upya wa kiroho. Yesu anatufundisha kwamba kufunga si tendo la mwili tu, bali ni la kiroho, njia ya kutafuta mwongozo wa Mungu na kutuunganisha mioyo yetu na mapenzi yake. Katika Agano la Kale, kufunga mara nyingi kulihusishwa na toba na maombolezo, lakini pia ilikuwa njia ya kutafuta kibali na mwelekeo kutoka kwa Mungu. Katika Yoeli sura ya 2 mstari wa 12, Mungu anawaita watu wake warudi kwa Mungu kwa mioyo yao yote, kwa kufunga na kulia na kuomboleza.
Kufunga kulikuwa ni njia ya kujinyenyekeza na kutafuta rehema za Mungu, hasa wakati wa shida au mahitaji makubwa. Lakini kufunga si tu kuruhusu kile unachojitolea, ni kuhusu kile unachopata. Yesu anasema kuhusu zawadi ya kufunga katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 17 hadi wa 18, akisema, lakini unapofunga, jipake mafuta kichwani na usogee uso wako, ili usionekane kwa watu kama umefunga, bali kwa Baba yako ambaye hayupo kwa macho. Na Baba yako anayekiona kile unachokifanya kwa siri, atakupa malipo. Kufunga ni tendo la kibinafsi na la faragha, la kujitolea, linalotuletea karibu na Mungu na ahadi ya upya wa kiroho na uhusiano wa karibu zaidi. Katika Isaya 58 mstari wa 6 hadi wa 7, Mungu anaeleza aina ya kufunga anayotaka. Je, hili si kufunga nililochagua? Kufungua minyororo ya udhalimu na kufungua nira ya kifungo, kuachilia nuru walioteseka na kuvunja kila nira. Kufunga kweli kulingana na neno la Mungu si tu nidhamu ya kibinafsi, bali ni wito wa kuchukua hatua inayohamasisha haki, rehema na huruma kwa wengine. Basi, tunawezaje kutumia zoezi la kufunga katika maisha yetu ya leo? Cha kwanza, jitahidi kumwendea Mungu. Tumia kufunga kama fursa ya kutafuta mapenzi ya Mungu, kusikiliza sauti yake na kuunganisha moyo wako na kusudi lake. Tumia wakati katika maombi na ibada. Ukiomba, Mungu hujiridhisha kwako kwa njia mpya. Pili, funga kwa ajili ya mapigano. Wakati wa kukutana na changamoto, kufunga kunaweza kuwa zana yenye nguvu ya kutafuta uingiliaji wa Mungu, hekima na nguvu. Kama alivyosema Yesu katika Mathayo sura ya 17 mstari wa 21. Hii haitoki ila kwa maombi na kufunga. Cha tatu, kutumikia wengine kwa upendo. Kufunga si tu kuruhusu kujitolea binafsi, pia ni wito wa kutumikia wengine. Isaya sura ya 58 inatufundisha kwamba kufunga kunapaswa kuongozana kwa huruma na haki, kufikia kwa masikini, walioteseka na waliovunjika moyo. Tunapofunga tukumbuke kuwa sio kuruhusu ibada yenyewe, bali ni kuhusu kumwendea Mungu na kuwa kama Kristo katika mchakato huu. Kufunga ni nidhamu ya kiroho inayoalika kuachilia vitu vinavyotutenga na kutufanya tusikilize na kuzingatia ufalme wa Mungu. Tujitahidi kuishi kwa moyo wa kufunga, si tu kwa kutokula, bali kwa kutafuta haki, rehema na upendo. Hata hivyo, kufunga kwetu kuongoze na mabadiliko, si tu katika maisha yetu, bali pia katika maisha ya wengine walio karibu nasi. Tuwe vyombo vya amani, matumaini na uponyaji wa Mungu katika dunia, tukiishi wito wa kupenda na kutumikia wengine kwa jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo tukiwa na mioyo ya unyenyekevu na shukrani, tukitambua ukuu wako na upendo wako usio na mwisho. Tunakushukuru kwa kipaji cha maisha, kwa uwepo wako daima na mwaliko wa kuja karibu nawe kupitia maombi na kufunga. Bwana, tunapofunga tunajiweka mbele zako, mioyo yetu, akili zetu na miili yetu, tukitafuta mwongozo wako na mapenzi yako kwa maisha yetu. Tunatambua kuwa kufunga sio tu kula, bali ni kutengeneza nafasi katika mioyo yetu kwa ajili yako kufanya kazi. Ni wakati wa kujinyenyekeza mbele zako, kuachilia matamanio yetu na kutafuta uhusiano wa karibu na wewe. Tusaidie kukumbuka kuwa si tendo la kufunga linalokufurahisha, bali ni mwelekeo wa mioyo yetu. Hebu kufunga kwetu kuwe ni ishara halisi ya hamu yetu kukujua zaidi na kukua katika uhusiano wetu nawe. Baba, tunakuomba ujidhihirishe kwetu wakati huu. Zungumza na mioyo yetu kwa njia ambazo ni zako pekee. Fungua macho yetu kwa kweli unazotaka kutuonyesha.
na utujaze kwa hekima na ufahamu wako. Tunapoiweka kando raha zetu, tuweze kupata kuridhika kwetu, kweli kwetu sisi kutoka kwako pekee. Tufundishe kutegemea nguvu zako na sio zetu, na kuamini kuwa wewe ni mwaminifu kutupatia kila tunachohitaji. Tunaomba Bwana kwa ajili ya mapambano katika maeneo ambapo tunahitaji uingiliaji wako. Kwa wale wanaoshindwa magonjwa, kutokuwa na uhakika na huzuni, tunaomba ulete uponyaji na amani kwa wale wanaohitaji mwongozo. Toa wazi na kuelekeza, na kwa wale wanaotafuta msamaha wako, waweze kupata uhuru na neema inayopatikana katika rehema zako. Bwana, tusaidie kufunga na mioyo isiyozungumzia mafanikio yetu wenyewe, bali utukufu wako. Hebu Bwana, wakati huu wa kufunga, utuongoze kwenye huruma zaidi kwa wale wanaohitaji. Tusaidie kukumbuka maneno ya Isaya kwamba kufunga halisi si tu kwa ajili yetu, bali kutufanya kuvunja minyororo ya dhuluma na kuwajali walioteseka. Hebu kufunga kwetu tukufanye kwa vyombo vya amani yako, upendo na haki katika dunia hii. Tunaomba kwamba kupitia kufunga hili, mioyo yetu itafufuliwa, roho zetu zitajengwa, na imani yetu itazidi kuwa imara. Hebu wakati huu wa kuja karibu nawe, ulete matunda ya kudumu katika maisha yetu, na tupate kutoka katika kufunga hili kwa hisia mpya ya wito wako, ahadi ya kufuata wewe kwa karibu, na moyo unaoonyesha upendo wako. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu na mkombozi wetu, tunaomba. Amina.